وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا فاسق. فاللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي المذنبة بتقوى الله. بعد kushukuru الحق subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa mara nyingine tunamshukuru al-Haq subhanahu wa ta'ala kutupa taufiki ya kuhudhuria ibada kama hii ya salati al-Jum'a. Muomba tutakabalie, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Anapokea al-Imam Muslim katika sahihi yake kutoka kwa Sayyiduna Abu Huraira radhiyallahu anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, la tadhhabu ad-dunya hatta ya'tiya 'ala an-nasi yawmun la yadri al-qatilu fima qatal wala al-maqtulu lima qutil. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallama, haitoondoka dunia mpaka ifike zama ambazo kwamba yule aliyeua hajui kwa nini ameua, lakini na yule aliyeuliwa vile vile hajui ni kwa lipi ameuliwa. Wiki mbili zilizopita tuliamkia habari ya kusikitisha katika nchi yetu hii ya Kenya, tokeo la shule ya utumishi katika mji wa Gilgil, kaunti ya Nakuru. Sote tunaijua habari hiyo, sababu imekuwa gumzo la mji, bali gumzo la nchi. Habari ya kuhuzunisha kwa kitendo kilichofanywa cha kuwasha moto, bali na natija iliyopatikana ya kupoteza nafsi 16 za wanafunzi na wengine zaidi ya 70 kujeruhiwa majeraha tofauti tofauti, na hatujui katika siku zijazo huenda nambari zikaongezeka. Na tukio kama hili la kupatikana unf, vurugu, violence katika mashule halikuanza jana wala leo, limekuwa kwa muda mrefu katika nchi yetu hii, na mwanzo wake ni mwaka 1908. Tunazungumzia takriban miaka 120 iliyopita. Lakini haikuwa kwa kiwango cha kuchoma na kufikia katika majeraha na kuua ama kufa nafsi. Zilikuwa ni strike za kawaida, mnatupa kazi nyingi, mnatuchosha, muda mwingi sisi tunatakikana tusome, muda mwingi tunahitajia kutalii, ama labda ni kwa sababu ya kutetea vyakula vyao, kwa vyakula mnavyotupa sio vyakula vizuri. Lakini kuanzia 90s ndo vurugu lilianza, kwa maana ya vurugu, kwa maana ya kuchoma, kwa maana mpaka kufikia kuua. Tukio la 1991 la shule ya Kizito halijasahulika pindi walipouliwa
wanafunzi wa kike 19 na 70 wakaripiwa. Tukio la Bombolulu la 1998 vile vile halijasaulika, walipouliwa wanafunzi 26 na zote kwa kupitia kuchoma. Tukio la Nyeri High la 1999 vile vile walipofunguliwa na prefect wa 4 wakachomwa mpaka kufariki. Lakini tukio la Kianguli ndo lilitingisha taifa zaidi, walipochomwa na kufariki wanafunzi 76. Sasa kila miaka inaposonga ikawa zile idadi zinaongezeka, na yalojiri mwaka 2016 tuyakumbuka vizuri. Shule takriban 231 zilifanya vurugu, na hata mwaka juzi 2004 shule takriban 100. Sasa swali linaloibuka hapa, nani wa kulaumiwa? Nini suluhisho? Je, matokeo haya yataendelea kutokea? Tuendelee kupoteza nafsi za wanafunzi? Tuendelee kupata watu ambao kwamba tumewatuma wakasome, lakini wamegeuka kuwa ni majambazi, wanaua wenzao? Kila mmoja amekuwa anamnyoshia mwenzake kidole. Walimu wanasema wazazi sababu ni nyinyi, na wazazi wanasema walimu sababu ni nyinyi, na hawa wanaelekeza kidole idara husika na mashule, na wale wanaelekezea kidole wizara ya elimu. Kila mmoja amekuwa anamtuhumu mwenzake. Sasa ikiwa sote tutakuwa ni wenye kulaumiana, wale watakaosuluhisha watatoka wapi? Unfu umekuweko katika huu ulimwengu kutoka dakika za mwanzo. Sayyidina Adam alayhi salam kwa wanawe Qabil na Habil. Qur'ani imesajili tukio kama hilo. Qabil alipomuua ndugu yake Habil, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitu yadi ilayka liaqtulak. Alimuua ndugu yake, na Al-Haq subhanahu wa ta'ala akatuhadithia tukio kama hili ili tujue uzito wake na tuone natija iliyopatikana baada ya tukio kama lile. Fa asbaha minan nadimin, akawa ni mwenye kujutia, maisha hana raha. Hebu niambie, kwa wale ambao kwamba wamesababisha tukio la wenzao kuungua na kufariki, anaishi vipi na raha katika huu ulimwengu kama hatoishi na majuto tu? Fa asbaha minan nadimin. Lakini vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam akatubainishia athari ya tukio kama lile, akatuambia kullu nafsin tuqtalu dhulma falibni adam alawwal kiflun minha, kila nafsi inauliwa kwa dhulma. Yule mtoto wa Nabii Adam wa kwanza yule alioua ana fungu la dhambi, kila nafsi inauliwa. Kwa nini? Akasema liannahu awwalu man sanna alqatla, kwa sababu yeye ndio wa kwanza alioweka mwenendo wa kuua. Kwa hivyo yote atakayefanya kitendo kama hicho baada yake na yeye anabeba dhambi. Sheria ikapiga sana vita swala la unf na vurugu, bali ikatuonesha na umuhimu wa hilmu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake zisizokuwa na idadi sema hakuna hilmu haijapatikana katika jambo lolote isipokuwa hulipamba jambo kama lile, illa zana. Sasa ikiwa katika sharia tunakatazwa unf, vurugu, na tunapewa mafunzo ya upole, kwa nini leo mavurugu yamekithiri katika shule zetu?
Lazima tutambue kuwa vijana, sawa ni wa kiume ama ni wa kike, ni masulia yetu sote kama mujtama, hasa taasisi tatu kubwa ambazo kwamba zinahusika katika kuwatengeza na kuwanyosha. Taasisi ya kwanza ni al-usra, familia. Taasisi ya pili ni al-madrasa, chuo ama shule. Taasisi ya tatu ni nyumba ya ibada. Lazima taasisi tatu hizi zishirikiane katika kumwelekeza na kumuongoza kijana kama huyu, kila mmoja acheze dori yake. Sasa ukiangalia kila mmoja ana ihmal upande wake. Leo dirasat studies zilizofanywa zinaeleza kuwa katika watoto 100, watoto 44 wamepuuzwa na familia zao, washughulikii. Tumekuwa hatuna muda na watoto wetu, hatuspend nao wakati, hatujui hamu zao, hatujui mawazo yao na fikra zao, thakafa ambazo kwamba wamezibeba. Jiulize, nani ambaye kwamba ana feed mtoto wako akili yake? Na kwa sababu tunataka kuwa katika comfort zone, kwa sababu tunataka kuwa katika utulivu, tuyafanye yetu, tumewakadimishia screens. Hivyo tukawapa simu, tukawapa tab, tukawekea smart screen ama smart TV zote, ili mimi na wewe tupate umakini. Ajabu ni kwa huu umakini ni wa kiwango gani? Maana yule mtoto umemtoa kutoka asubuhi mpaka jioni, hayuko na wewe. Sasa katika kipindi kidogo ambacho kwamba unampata, badala ya umwelekeze, badala umpe tarbia, pia kipindi kile unaona unahitajia bado utulivu, kwa hivyo unamkadimishia screen. Nini anachokiangalia pale hujui. Na adui kwa nguvu na mali aliyokuwa nayo, anatumia nguvu zote na mali aliyokuwa nayo katika kueneza fikra zake mbovu, sawa iwe ni katika fitna ya shahawat ama katika fitna ya shubuhat. Mtoto anaingia katika mitandao ya kijamii, ndipo anapofundishwa atheism, ilhad, mwisho anakuja na mkana Mola subhanahu wa ta'ala. Mara nyingine tukizungumza haya tunaonekana tunapita kiasi. Iweje mtoto afikirie mpaka fikra hizo? Lakini wallahi thumma wallahi, kuna dirasa imefanywa hapa mjini kwetu katika mtaa wa jirani South Sea. Shule ni ya Kiislamu, watoto wanaosoma ndani yake wote ni wa Kiislamu. 75% wako katika ilhad, hawaamini Mungu, na mtoto ni Ali, ni Muhammad, ni Salim. Sisi kwa sababu tumewachukulia ni watoto, hatuna mazungumzo makubwa tunaweza kuzungumza nao, hatuna majukumu tunaweza kuwapa. Hawa wazee wetu wakikulia wakiwa na miaka 12, 13, 14, wanacheza dori ya mzazi katika nyumba pindi anapokuwa mzazi hayupo. Lakini leo kijana utasikia amwacha mpaka maliza university bado mdogo. Sisi wenyewe tunao program hivyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam kijana mdogo, Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu anamwambia ya ghulam, katika lugha ni kijana ambaye kwamba hajavuka miaka 10. Ibn Abbas alikuwa na miaka 10 mtume akifariki. Kwa hivyo akizungumziwa maneno kama haya alikuwa katika miaka 7, 8, 9, hajafika miaka 10. Lakini ambaye ihfadhillah yahfadhuk, muhifadhi Mwenyezi Mungu naye atakuhifadhi. Ihfadhillah tajidhu tujahak, idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah, mpaka mwisho wa hadithi. Maneno mazito. Nani leo aweza kukaa na mtoto wake wa miaka 7 akamwambia maneno kama haya? Na labda pengine akikusikia wewe unafanya hivyo atakwambia mtoto mdogo huyo, hayo maneno si kiwango chake.
Na kule katika mitandao wanapambiwa kila ovu. Leo tunajiuliza kwa nini watoto wetu wamekuwa na vurugu, sawa ni ndani ya shule ama ni nje ya shule. Wanapenda kupigana, wanapenda kuvunja, wanapenda kupasua, wanapenda kurusha. Unajiuliza maswali kama hayo, hujajua sababu mpaka leo. Angalia katuni ambazo kwamba anazitizama ni za sampuli gani, movies anazoziangalia ni za sampuli gani. Usende mbali, angalia games anazozicheza, ya kuua, ya kupiga. Sasa mtu ikiwa ndo machezo yake hayo kule katika screen, huko akitoka nje atakacheza mchezo gani? Na taswira anayopewa kwa watu wenye kufanya majarima makubwa. Tuliwahi kutaja hapa miaka ya nyuma tukizungumzia athari ya i'lam, ya media katika malezi na katika jamii. Tukasema leo kunaundwa filamu ama movie yenye kumzungumzia mmoja katika vichwa vikubwa vya jarima ulimwenguni. Mtu ameua maelfu ya watu, bali ni malaki. Mtu amewahi mpaka kuangusha ndege ya raia. Mtu ambaye kwamba amepoteza malaki ya watoto, bali mamilioni katika mihadharati. Lakini inakuja kutengezwa filamu anataliwa kwa picha ya batal Pablo Escobar, drug dealer nambari 1 duniani. Mwisho ndugu yake anakutoka anasema nini? Pesa alikuwa anaitengeza huyu jamaa akiwa hai ni kidogo kuliko ile anayoitengeza sasa. Yani baada ya kupambwa katika ile movie, sasa wamekuwa watu wanafunga safari mpaka Amerika ya Latini kwa ajili ya kwenda kufanya ziara katika kaburi lake, na ni malipo, unalipo kiingia pale. Hii yote ni kwa sababu ya i'lam. Na ndio maana siku zote tunasema, zamani walikuwa wakituambia annasu ala dini mulukihim, watu wako katika dini ya ufalme wao, vile wafalme wanavyoelekeza na wao ndivyo wanavyokwenda. Lakini ulimwengu wetu wa sasa ni tofauti. Annasu ala dini i'lamihim, watu wako katika dini ya media yao. Kile wanachokiona katika media ndicho wanachokifuata. Sasa mtoto huyu ambaye kwamba amepewa picha kama hiyo, usishangae ikiwa mkubwa na yeye akawa anataka kuwa drug dealer. Usishangae akiwa mkubwa akachoma wenzake akaua. Usishangae akija akifanya majarima ya jinai sampuli mbalimbali. Lakini nukta ya pili inakwenda katika taalimu. Si usra peke yake wa kunyoshewa kidole. Ukiangalia katika nchi nyingi utaona wizara ya elimu inajulikana kama wizaratu tarbiya wa ta'lim, wizara ya malezi na elimu. Na tarbia inatangulia ta'lim, malezi kabla ya elimu. Na hili halikuja hivi, lipo katika Al-Qur'an Al-Karim, wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma. Mwenyezi Mungu alipotaja kutumwa mtumi na malengo alokuja nayo, kisha kwanza alitaja tazkia, awatakase, awape malezi mazuri, kisha ndo awafundishe kitabu na hikma. Ikiwa tazkia haikupatikana, elimu haina maana yoyote, ni information tutazikusanya na kesho utazisahau baada ya kutoka kwenye mitihani, lakini utatoka patupu katika shule kama hii. Na ndo maana salaf saleh wema waliotangulia walikuwa wakisema tunawafundisha watoto wetu adabu miaka kabla ya elimu. Bali al-Imam Ibn Qasim, mwanafunzi wa al-Imam Malik, alikuwa akisema lazamtu Malika, mimi nimelazimiana na Imam Malik 10 sinin, miaka 10. Asema 8 fil adabi, miaka 8 nilikuwa najifundisha adabu kwake. Wa 2 fil ilmi, na miaka 2 ndio nikawa najifundisha elimu. Kisha mwisho anasema fawadittu an law kanat kulluha adaba, nikatamani leo miaka yote 10 ingekuwa najifundisha adabu, kwa sababu adabu ndio elimu. Lakini swali liko hapa, je, watoto wetu katika mashule wanafundishwa adabu ama wanafundishwa ilmu tu, mkusanyiko information peke yake? Mashallah, sisi mahodari katika mashule yetu kuandika qiyam, utaona hapa wanafundishwa maadili, lakini kile kimetumika kama chumvi kwenye chakula, imetumika kama njia ya kumarket shule na kupata wanafunzi wengi zaidi. Lakini ukipeleka pale mtoto wako, unashangaa wewe nyumbani unajitahidi kumpatia akhlaq, kumfundisha adab,
lakini akirudi shekhe anakurudia na vituko, yani vitendo visofahamika, maneno ya kimaajabu maajabu. Yani wewe huku unajitahidi kujenga, kule kila mmoja anakusaidia kubomoa. walau alfu banin khalfahum hadimun kafa fakaifa bibanin khalfahu alfu hadim. Shairi anauliza, asema lau kungekuwa na watu 1000 wanajenga, kisha nyuma yao kuna mmoja anabomoa, yatosha hiyo kuzuia ile kazi, yatosha kutokamilisha ile kazi. Watu 1000 wanafanya nini? Wanajenga, kuna mmoja nyuma yao anabomoa kile wanachokijenga, yatosha kuzuia. Asema fakaifa bibani khalfahu alfu hadim. Kefu ikiwa kinyume, anayejenga ni mmoja, wanaobomoa ni 1000. Wewe unajitahidi unajenga, lakini huku kuna marafiki waovu wanasaidia kubomoa, wanabomoa. Huku sijui kuna social media inabomoa, huku kuna hichi na kile. Wewe mmoja utajenga, utamaliza lini? Mata yablughu albunyanu tamamahu idha kunta tabni wa ghayruka yahdimu. Anauliza mwingine, litakamilika lini jengo ikiwa wewe unajenga na wengine wanabomoa? Wewe unajitahidi kutengeza, wanakuja wengine wanabomoa. Na wasomi wanatuambia taathiri ya mzazi na mwalimu na kiongozi wa dini kwa kijana ni taathiri ya 40% peke yake, 40%. 60% nzima inakwenda katika marafiki waovu. Kwa hivyo unaweza kujitahidi, na mwalimu pengine naye akajitahidi, na kiongozi akajitahidi kwa kidini, lakini kabomolewa yote huyo kwa sababu ya ule rafiki su. Hapa tukasema, je, tunawafuatilia watoto wetu? Tunajua suhubiana na nani? Tunajua marafiki zao, tunajua fikra zao. Ani masuhulia tutakwenda kuulizwa jamani. Mwenyezi Mungu ametupia qu anfusakum wa ahlikum nara, zikingeni nafsi zenu na ahli zenu kutokana na moto. Na Mtume akatwambia kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kila mmoja kati yenu nyinyi ni mchunga na atakwenda kuulizwa kuhusu kile anachokichunga. Na salafu anatuambia man alima annahu mab'uthun falyalam annahu mawquf wa man alima annahu mawqufun falyalam annahu mas'ul wa man alima annahu mas'ulun falyu'idda lis-su'ali jawaba. Yule anayejua kuwa tafufuliwa ajue tasimamishwa. Mwenyezi Mungu asema waqifuhum innahum mas'ulun, simamisheni hawa ni wenye kuulizwa. Kwa hivyo utasimamishwa mbele ya Allah, na ukishasimamishwa utaulizwa. Asema waman alima annahu mas'ulun falyu'idda lis-su'ali jawaba. Yule atakayejua kuwa atasimamishwa kuulizwa, basi aandae majibu ya maswali. Je, tuko tayari kwenda kutoa majawabu? Tuko tayari kusimama mbele ya mahakama ya Mwenyezi Mungu? Khasmu wetu anayetushtaki ni mtoto wako mwenyewe anamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, anamwambia babangu huyu kwangu alikuwa kama wizara ya mali, nala navaa nanywa, nikitaka pesa nanipa, lakini hakunipa malezi ya imani, hakunipa malezi ya roho. Tajibu nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hivyo kila mmoja ana dori yake katika jambo kama hili. Sasa ikiwa hakutapatikana tazkia, hakutapatikana tarbia katika manahiji zetu, katika mifumo ya masomo yetu, ni kazi ya bure. Unamtoa mtoto miaka 12, unamtoa mtoto miaka 20, anakwenda anarudi, information amezisahau. Umesema baada ya kutoka katika mtihani msoma tu kwa ajili ya kupasi, na anakurudia hana maadili, hana akhlaqi, hana tarbia. Kazi ya bure tumepotea. Kwa hivyo kuna haja kuangaliwa kwa makini mifumo ya masomo kwetu sisi. Kuna haja idara husika kidogo ziwe wakali katika kadhia kama hii, isiwe jambo la tokea laendelea kutokea. Yani kutoka kuchomwa wiki 2 zilizopita mpaka leo zisachomwa zingine ngapi? Shule ngapi zimefungwa na bado zaendelea?
na ni kama kuna mawasiliano yanapatikana kati ya wanafunzi. Sasa ikiwa halikutadarakiwa hili, likiwa halikuwekewa kanuni nzito la kuliwekea mipaka na kulizuia, litaendelea na litafika pabaya zaidi. Leo nashangaa unasikia mtoto amesababisha moto uliosababisha vifo, kisha naambiwa alitolewa, alishikwa akatolewa. Kwa nini? Kwa sababu babake ni mwanasiasa. Allah, kwa sababu babake ni mwanasiasa. Wale wengine hawana mababa, zile nafsi zilopotea na zipotee, na wengine kesho waje wafanye, kwa sababu wanajua watakuja watatoka. Mwenyezi Mungu aongoze vijana wetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuwezeshe kuwapa malezi yaliyokuwa mazuri, malezi ya tarbia na akhlaq, malezi ya kujua uzito wa kuua na uzito wa kumwaga damu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupatie amani katika mashule yetu, aondoe hili janga la choma katika vyuo vyetu. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin.